Makamu wa rais wa zamani wa Marekani, hapa tukizungumzia Kamala Harris, amemtuhumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwa kumvuta Trump katika vita ambavyo vinaendelea kwa sasa katika eneo la Mashariki ya Kati dhidi ya Iran. Makamu huyo wa zamani alisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump alivutwa katika vita na Iran vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran bila matakwa au idhini ya watu wa Marekani. Lakini akasema kwamba Trump aliingia vitani akavutwa na bibi ambaye alimtamka kama Benjamin Netanyahu. Huyu ni waziri mkuu wa Israeli. Akasema kwamba hebu tuwe wazi kuhusu swala hilo. Halisi alimrejelea waziri mkuu wa Israeli Bwana Benjamin Netanyahu, ambalo kwa jina la utani wamekuwa wakimuita bibi, lakini jina lake ni Benjamin Netanyahu. Sasa Kamala Harris akaendelea kusema kwamba aliingia katika vita ambavyo watu wa Marekani hawavitaki na kuwaweka hatarini wanajeshi wa Marekani. Anaiambia kwamba mchangishaji wa fedha za chama cha Democratic huko Detroit. Sasa huyo ni makamu wa rais wa zamani wa Marekani Bi Kamala Harris, ambaye alikuwa ni makamu wa rais kipindi cha Joe Biden, au unaweza kumuita Joseph Biden. Sasa hapa wakaendelea kusema kwamba Netanyahu amerudi kuweza kukejeli wazo ambalo ameweza kulitoa makamu wa rais wa Marekani, akisema kwamba aliingiza Marekani katika vita na Iran, akiita kwamba ni habari bandia na kusisitiza ya kwamba Trump anategemea tu kile anachofikiri ni kizuri kwa Amerika. Hayo ndiyo ilikuwa ni majibu ambayo aliweza kuyatoa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, au kama ambavyo wanamuita huko Marekani wanamuita kama bibi. Kwa hiyo yeye alikuja kujibu kama ambavyo umeweza kusikia kwamba Trump anategemea tu kile anachokifikiri kuwa ni kizuri kwa watu wa Marekani na taifa la Marekani. Sasa Kamala Harris katika mtandao wake aliweza kuandika ujumbe huo kama ambavyo nimeweza kukusomea, au kama ulikuja sikia, basi ngoja nikusogezee tena hiki kipande ambacho aliweza kukizungumza, akisema kwamba rais wa Marekani aliingia vitani akivutwa na bibi ambaye ni Netanyahu. Tuwe wazi kuhusu hilo. Aliingia vitani ambavyo watu wa Marekani hawataki, na hivyo kuweka wanajeshi wa Marekani hatarini. Hiki ni chapisho au tweet ambayo aliweza kuitweet Kamala Harris katika mtandao wake wa X, zamani kama Twitter. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema makamu wa rais wa Marekani. Huyu ni makamu wa rais wa zamani Bi Kamala Harris, ambapo ameweza kumtuhumu waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kumvuta rais wa Marekani kuingia katika vita ambavyo vilikuwa viwahusu wa Marekani, na akasema kwamba wanajeshi wa Marekani wanaingizwa hatarini kwa sababu ya matakwa ya Benjamin Netanyahu. Tuachie ujumbe wako, tuambie kipi ulichonacho kutokana na mambo haya aliweza kuyazungumza makamu wa rais wa zamani wa Marekani Bi Kamala Harris.